Kwema Abdallah. Uko vizuri? Sana. Pamoja na kichapo uko vizuri? Zaidi ya vizuri. Ndo mpira. Ningependa dini kama ningekuwa sitaki kufungwa. Ndo mpira. Ndio. Shida iko wapi ndugu yangu? Kwenye mpira. Kichapo cha jana cha bao 2-0. Shida mimi upande wangu inawezekana nikawa naona tofauti na watu wengine. Unaonaje? Kwanza watu wanasema mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi. Hata lile neno wazi tunatazama watu wengi sana. Wengi. Lakini kwenda kujua huo uwazi wenyewe ndio sehemu ya tatizo. Jana mizani kati ya Azam na Simba. Simba ina mzani mkubwa sana kuacha Azam. Yaani kama unapima kwa mizani ya kawaida unaweza kupata robo kilo na huku kuna nusu na robo. Lakini katika mizania ya kimpira my brother, inategemea wakati utatumiaje wakati na umejipangaje. Nikumbushe hili jambo kwa sababu ni mitandao hii. Nilisema ninachokisema kikitokea tofauti, naomba mje mcomment hata muombe msamaha. Yaani ikibidi watu ambao walicomment tofauti, ombi langu waje kuniomba msamaha. Nilisema Matola hatoshi kwa mahitaji ya Simba. Nirudie? Ndio. Matola hatoshi kwa mahitaji ya Simba ya sasa. Matola ni mwalimu na ni mwalimu mzuri kweli na ana uwezo wa kuifundisha Simba kwa namna ya Simba inavyotaka. Matola hatoshi na nadhani tumeona jana kipindi cha kwanza Simba wametengeneza nafasi za wazi takriban 5 hazikutumika. Sio tatizo la Matola. Hapana, wachezaji wenyewe inawezekana hawakujituma kwa 100%. Lakini unaporudi katika hafu ya kwanza katika dunia ya mpira, ni hafu ambayo umesoma makosa ya mpinzani, unaendaje kuyatumia? Mwalimu akarudi kama alivyo. Umenielewa sijui? Dakika zinakwenda. Tazama ukubwa wa mwalimu Ibenge, anaenda kuitafsiri mechi. Anagundua Shomari Kapombe akikimbia inatumia dakika kutoka eneo ambalo wamekwenda na kurudi ni nyingi, inamtosha kumuingiza mtu mwenye kasi kwenda kuitumia dakika kwenye kumpa matokeo. Anamchukua Kaminko. Upande wa midfield anataka ukazuiliwe. Amecheza na double pivot. Akaminko anacheza kama kiungo mkabaji. Ninja, mimi namfahamu kwa jina hilo, Imid Mau Mkami, anacheza kama kiungo mkabaji. Maana yake Alassane Mahodo Kante atakiwi tena kucheza. Zuieni eneo hili, watu wanapiga sana pasi, zinatengeneza hatari kwetu. Anamweka kijana mdogo Mzanzibari. Mnamuita nani jina lake? Mimi mpaka nimelisahau. Hapana, alimuingiza kutoka Sabu. Saduni, Nasor Saduni. Anaitwa? Inaniuma sana hata kumtaja, nimeumia sana jana. Anaingiza mtu wa kasi Saduni, mwalimu. Sifa ya kwanza unamnyanyua Duchu. Jamani, hatumuelekeze ana uwezo kuliko sisi. Tempa ya mchezo imemchanganya. Unamnyanyua Duchu afu unamwambia Duchu huyu Saduni anakimbia. Saduni huwa anacheza namba 9 kipindi chote. Jana kacheza namba ngapi? Kwa nini amecheza winga? Ndio eneo ambalo lilikuwa na mwanya, ndio eneo ambalo lilikuwa na pengo. Tunaposema mwalimu mkubwa, watu wanadhani kufundisha pasi hata mimi nafundisha. Yaani wachezaji wanapiga tu wanakwenda. Mwalimu mkubwa ni kusoma wakati. Umeelewa vizuri? Ni muingize nani anaweza kwenda kunipa matokeo. Na ndio alichofanya Ibenge. Ibenge ana kombe la CAF. Ndio kombe la CAF barani Afrika ni moja tu. Lile la Federation ambalo wanalidhamini wenyewe CAF. Kombe la klabu bingwa ambao tupo Simba na Yanga ni kombe la FIFA. Hii nao ni elimu, kama utakuwa na swali mbeleni utakuja kuuliza. Kombe la ligi kuu ni la FIFA. Kombe ile la klabu bingwa ni la FIFA. Linamalizia na vikombe vya klabu cha FIFA. Sasa huyu mwalimu huyu ana kombe la Federation, la shirikisho lenyewe la ndio kombe la CAF lenyewe. Huwezi kwenda kumpima katika mizania sawa na Suleiman Matola. Sasa viongozi mnapoenda kulaumiwa, mimi sina shida na uongozi. Mnalaumiwa kwa sababu hamjui mizania, nyinyi ndio mlimuondoa Mwalimu Pantev. Hamkukaa na vyombo vya habari kuambia Watanzania kwa nini mlimuondoa. Mnampa Suleimani kama msimamizi, manake ndio kocha mkuu kwa sasa. Uzito unaumuhimili ni mkubwa kupita kiwango. Kwa nini asitafute kocha mapema? Kulikuwa na haja gani ya kumuondoa Pantev? Ndio adhabu ya jana. Jana ni matokeo ya kufukuza waamuzi pasi na kutoa sababu za msingi. Abdallah, kuna swali jingine? Naam. Nadhani Ibenge aliwaweza wapi haswa Azam FC mpaka Simba Sports Club mpaka wakaenda kuondoka na alama zote 3. Ni hali kipindi cha kwanza ni kama Simba Sports Club walionekana kucheza mpira na kudominate. Lakini wakatengeneza nafasi wakashindwa kuzitumia nafasi na kuzaa kuwa magoli. Kwanza Ibenge nimrudishie sifa yake. Kwanza aliwakaba Simba mwanzo wa uwanja. Alikuwa anawakaba Simba mwanzo wa uwanja, kama ulitazama vizuri.
kuna muda Simba wakichukua mpira ili warushe, alitengeneza namba 3 za mwanzo akimtumia Kitambala, mnamuita hivyo. Mimi majina Azam leo unaona tabu kuyataja, naumia. Umenielewa vizuri akamtumia Idi Nado kuhakikisha kwanza unakaba huku juu, akamtumia na kiungo mmoja yule mnamuita Faisal Salim. Jana Feitoto ilikuwa tukiwa na mpira Simba anaanza kukaba mwanzo, anadai kama vile ndio namba 9. Ilikuwa tukishambulia Feitoto anarudi mbio, anacheza kama kiungo mkabaji. Kipindi hiko analazimisha, kuna mtu anamuita Zuzu sijui. Mimi bwana nikisahau nyinyi tajieni. Anaitwa Zuzwana yeye. Yule mwamba yeye ndo alikuwa anarudi nyuma kabisa. Viungo wa kabaji kuanzia Ninja, umenelewa, katikati Faisal unamuona kama double pivot kwa mwanzo alivyokuwa anacheza. Aliwini kwa maana gani? Kule kukosa kwa Simba ni kwa alinyima nafasi. Yaani mwalimu Ibenge alichofanya, nyiwa nyimeni nafasi za wazi Simba. Simba wamekosa magoli kwa jitihada, ila wakupata nafasi ya wazi isipokuwa ni ya Kibu Denis alikabidhi kwa golikipa. Sifa ya mwalimu mkubwa huwa anatazama udhaifu wa timu pinzani. Ibenge alitazama udhaifu wetu, akagundua ni wazuri kwenye kumiliki. Ukiwanyima mianya huwa wanapiga tu, wakifika golini hawawezi kwenda kutufunga. Hii ilikuwa inamhitaji Pantev au mwalimu mwingine ambaye hajafika kwenda kutafsiri mechi ya jana. Tofauti na hivyo, my brother, atakuwa Mwanga, Matola na watu wengine. Tumemaliza mechi na Mbeya City, tulifurahi tukiwa hapa kaburi moja. Nikatoa angalizo, mwenyekiti akae kwa tahadhari na yeye Suleiman Matola, na watu wakakashifu. Leo ndo kilichotokea. Kwa hiyo alituwini hapo. Tactically walikuwa bora sana, walitumia udhaifu huo. Mbona wakatukimbiza, tumefungwa magoli dhaifu kuwahi kufungwa. Pengine ni kitu gani hasa ambacho kinawaangusha Simba? Ni uongozi ama management ama benchi la ufundi lenyewe linaumiza Simba? Mimi ni nukuu baadhi ya maneno ya watu wengine, nisiwe mnafiki. Yaani kuna watu wanakuja kwenye vyombo vya habari kasikia kutoka kwa mtu fulani. Sasa mimi sitaki hivyo, na nukuu viongozi. Viongozi wa Simba nadhani hao ni friends of Simba. Sasa leo niwe muwazi, ndio watu ambao wanahujumu Simba. Hawajawa tayari bado kutoa ushirikiano na Simba kama klabu. Nikisema friends of Simba, Asano mimi namfahamu hivyo. Sijui wenzangu mnamfahamu vipi. Ni mtu alitoka katikati hapa akakaa Crown akaongea vitu ambavyo hata katika mpira havipo. Mimi nilifanya kipindi na televisheni moja, niliona aibu. Mimi kwangu Asano natakiwa niige kwake, amenizidi muda aliokaa katika mpira kufahamu na vitu vingine. Kaja kazungumza vitu vya ovyo. Lakini siku ya mwisho tunatoka mkutano mkuu, Asano huyu ana support. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, sitaki kumtaja mtu jina. Naomba hii ivumiliwe kwa hekima. Yuko mtu mmoja ametoka hapa Simba juzi alikuwa na mamlaka makubwa tu. Umenielewa vizuri? Huyu jamaa anahujumu sana Simba na anatakiwa kuacha. Na nadhani saizi anamtumia Nasibu Mkomo. Ngoja niwaeleze. Tafutieni, yupo mweupe hivi. Yupo jamaa mzuri. Mungu amempa kipato kidogo. Mtamjua tu, mimi sitaki kutaja, wachelewe kupeleka polisi. Na mimi najua mtu nisaidia. Mtakuja kujaa tu pale kuuliza Sefu yuko lock up au hayupo. Hawa watu ndo ambao wanaifanya Simba isiende. Sasa klabu kama Yanga na Simba, hii tutoe msaada kwa watu wengine. Hata ungempata mwekezaji wa aina gani, ni lazima wachezaji unawakabidhi katika baadhi ya viongozi. Kwa mfano sasa huyu namtolea mfano, sio nilomtaja, Try Again ana apartment. Ana majumba, anamiliki Oysterbay. Wachezaji wetu wanatakiwa wakaishi Oysterbay. Try akiwa amtaki Mangungu, anafanyaje? Anamwambia mchezaji, bwana kaa upande wangu na mimi simtaki nani? Kama Simba haikupata hostel binafsi, kama Simba haikupanga, kama kuna kipindi nikumbushe kidogo, Mohamed alikuwa anawapangia wachezaji Serena, kama ukurudi utaratibu ule, tutahujumiana. Klabu ya Simba inahujumiana wenyewe kwa wenyewe. Sasa ilipofika mchezaji akitoka jasho anakumbuka, anajua mimi nisipopata matokeo yupo Mangungu atalaumiwa, mimi nisipopata matokeo yuko Matola atalaumiwa. Hamwezi kuwa na timu, hamwezi kufanya vizuri. Mchezo wa mpira unahitaji umoja na ushirikiano, mfanye vizuri. Ukitazama Simba Sports Club na Young Africans, hizi timu mbili zinapishana wapi hasa? Ukiangalia kwa mchezaji mmoja kwa Young Africans kunaonekana kuna commitment kubwa ndani ya uwanja. Lakini kwa Simba hili swala ulione na hili jambo pia ulione. Pengine ni wachezaji kujituma ndani ya uwanja ama ni kitu gani ambacho kinaikwamisha Simba? Simba ingekuwa haijafika kwenye mabadiliko, Simba ungeiona kama Yanga, kwa sababu Yanga mpaka sasa ni klabu ambayo inaendeshwa haijulikani mwenyewe nani na lini atakabidhiwa. Klabu kama hiyo una uwezo kuicontrol. Ili neno sijui nirudie ili watu wasije wakaona nimesema tofauti. Yanga ni klabu ambayo hajulikani mpaka sasa mwenyewe nani. Umenielewa vizuri? Na bado huyo mwenyewe hatujui atakabidhiwa lini.
Yanga wako kwenye mabadiliko ya katiba. Ndio, naomba nikumbushe kitu kimoja, uone tofauti wa Simba na Yanga. Kuna siku huyu mdhamini mnamuita GSM aliwahi kuulizwa na wazee wa Yanga kuna haki gani ya kumleta injinia kuwa rais wa klabu. Akasema mkimuondoa injinia na mimi nafanyaje? Ulisikia tena ameulizwa? Simba mmebadili katiba na inasema, umenielewa sijui? Kwa hiyo katika uongozi hatuwezi kuwa sawa. Injinia ni mfanyakazi wa Ghalib. Ghalib ni mdhamini wa Yanga ambaye anaiongoza Yanga kwa kulipa mishahara na kusajili. Haya, upande wa Simba inakuwaje? Murtaza Mangungu amechaguliwa na wanachama, Mohamed Dewji upande wake kamweka magoli. Hata kwa mfano akiwa hawaelewani hao, unapata klabu gani? Kwa hiyo kwa Yanga sina majibu, ni klabu ambayo hata katiba haina maskini. Mimi wanafanishaga na Black Six. Mimi nakaa Buguruni. Buguruni kuna timu inaitwa Black Six iko kwenye mbao. Na Yanga kwa sasa zinafanana. Lakini kwa mantiki ya kujituma, ili niwe wazi, wachezaji wa Yanga wanajituma kwa sababu wanaimbishwa nyimbo moja na mtu mmoja. Sasa tofauti ya Simba na Yanga katika kuimbishwa nyimbo, wewe umetuhoji watu wa Simba, kakae peke yako karudie klipu. Sefu kasemaje na fulani kasemaje na nani. Utaona hata tunachozungumza hatukijui. Nimeeleweka sijui? Hata tunachozungumza, yani kuna mtu leo kaamka mtaki Mangungu tu kwa sababu Simba imefungwa jana. Kuna mtu anasema Matola hafai tu kwa sababu tumefungwa jana. Lakini sababu za msingi pia kutoa kwa nini Matola hafiti hazipo. Huo ndo Simba tulipofikia, na Simba tumegawishwa na watu kwa maslahi binafsi. Kwa upande wako Sefu, unaona Matola ni muda sahihi sasa wa kuachia Simba? Aendelee kuwa kocha msaidizi miaka 3 ijayo ili tumkabidhi timu. Sababu mimi ninachofahamu bingwa wa mwaka huu ni Simba. Bado muda anatakiwa kujifunza. Na kwa nini? Hii ndio nimalize vizuri nieleweke. Bingwa wa mwaka huu ni Simba. Kwa hiki kinachoendelea ndio ni marathoni. Kwa hiki kinachoendelea aliyakuwa uongozi ya mpatani Simba, bingwa anaotolea wapi? Simba itafungwa tena hata mechi nyingine. Usiwe na pressure. Na itafungwa na nyingine na ina uwezo wa kutoa ubingwa. Na kufungwa kwa Simba ndio watakapokaa chini kuelezana. Uone mimi saizi nimeanza kutoa mafumbo. Wengine wanashinda mechi zao. Naam? Wengine wanashinda mechi zao. Wanakusanya alama. Yanga ikitokea amekusanya hapa, tumesimama kidogo katika ligi. Tumesimama kidogo. Sasa Simba akashinda hizi mechi, nadhani Simba atakuwa na viporo, Yanga katangulia. Kuna tofauti ya pointi moja. Hao ndio mabingwa hao. Yaani bingwa nchini Simba na Yanga. Bado Simba atapoteza na mechi nyingine 2. Uwezo wa kutoa ubingwa upo. Isipokuwa nimesema hivi, kwa kuendelea kuharibu Simba ndio muda tunaanza. Mimi nimeanza kumzungumza mbaya kwa mafumbo. Yupo mtu atamzungumza wazi wazi. Tutafahamu udhaifu wa huyu mtu mbaya. Baadaye tutamfuata kumwambia brother, tumekuchoka. Sasa tuachieni tuendeshe club, na ndio tunapoelekea. Kwa kumalizia, tunataka nifunge na mjadala kwa hiyo. Unadhani kama Engineer Hersi Said akitua pale Simba, kuna mafanikio makubwa na mabadiliko makubwa yatatokea ndani ya Simba? Hapana, kashindwa kuipa mafanikio Yanga, ataipa Simba brother. Kwani Yanga wana mafanikio kuwazidi Simba? Wanayo. Haya, narudisha kwako moja lilowazidi Simba. Ubingwa mara 4 mfululizo. Simba akachukua, ndio yeye anakuja kuchukua. Wamecheza robo final, Simba kacheza nyingi kuliko Yanga kipindi hiki ambacho amefika finali. Simba kacheza mwaka jana. Ndio mwanzilishi lakini. Yeye ndio muongoza dira kufika finali. Nimesema Simba kacheza mwaka jana. Simba silianza 93 na mwaka jana. Nataka kitu alichofanya Simba, Yanga kumzidi Simba. Tusipoteze muda. Yanga wana viongozi. Yanga wana katiba hawana, wanapataje viongozi? Yaani kuna mambo Yanga wana watu sahihi. Yanga wana watu sahihi. Ndio. Maana yake si wapo wawili ambao hamna muongozo wote. Yaani mimi bosi, huyu atasimamia. Simba uruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Mmoja bosi, mmoja analetwa na wanachama. Yanga na watu wa mpira, Simba hawana. Nani ambaye Yanga anawazidi watu wa mpira Simba? Sefu, tukubaliane na hili kwamba mashabiki wa Yanga wamekuwa kitu kimoja, mashabiki wa Simba hamjui nini mnataka. Tunakubaliana ama? Ngoja nimalize huko alafu tunarudi. Engineer Hersi alichofanikiwa ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja tu alichofanikiwa engineer. Ni kuvitumia vibaya vyombo vya habari kusifu hata yasiyokuwepo. Nisikie kaka. Naam. Unapotajwa umoja hata Mungu anauhitaji. Na unapokosekana umoja Mwenyezi Mungu hawezi kuleta neema. Tunakubaliana kwamba wana Simba hamongei lugha moja. Kuanzia influencers wa Simba, viongozi wa Simba na mashabiki. Nao wao mashabiki ukitaka kuwaudhi, sema ukweli juu ya Simba. Hata mimi naogopa, kuna wengine wananipaga posho. Hata naweza kusema ukweli nikanyimwa nauli na posta mbali. Umenielewa? Tutakapoamua kuwa wamoja, na nadhani ndio ujio unakuja. Na tuombe. Sasa mimi naweka ombi. Hivi vyombo ni vingi kusema kweli. Watu wengi wataona.
nyinyi ambao sio viongozi kwa mantiki ya klabu, mpo serikalini, tunaomba tuitieni hawa watu, na nadhani mnawafahamu. Tuwekeni chini, tuwe wamoja, tuimbe nyimbo moja. Simba tukosa ubingwa, mimi nitakataa tena kuzungumza kwenye maiki. Shukrani sana. Asante sana, na mimi niwashukuru kwa kunipa muda wenu.